kuanzia ule mstari wa, nafikiri tulikuwa kwenye mstari wa 50 na point, tukaona ya kwamba Yesu akiwa msalabani, kuna tajiri wa Arimathaya. Kuna mtu mmoja alikuwa na nguvu sana kwenye mji wa Arimathaya. Tuwekee lile andiko. Na yule tajiri bwana, Biblia inasema alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Na in some verses Biblia inasema alikuwa ni mwanafunzi wa siri wa Yesu. Unajua kuna watu ambao ni wanafunzi ama ni washirika hata wa Mordekai, ila ni wasiri. So Yesu alikuwa na watu ambao wanamfuata kwa siri. Sasa akiwa pale msalabani, yule tajiri ndo akatokea. Wakati Yesu anatemewa mate hakuwepo. Wakati Yesu ananywesha ile siki, ni zaidi ya mikojo. Niliwaambia watu jana, ni zaidi ya mikojo. Ni kama watu wanakojoa kama watu 6, 7, 8, wanaweka humo, wanachanganya na vidudu, alafu ndo wanamnywesha. Hakuwepo. Wakati wanamtemea mate hakuwepo. Lakini alipokuwa pale msalabani, wakati karibia sasa kila mmoja anaondoka, everyone is giving up. Ndio Biblia inasema majira ya jioni hivi akatokea mtu tajiri wa Arimathaya. Mimi niliwaza yule tajiri si angewahi? Afu yule tajiri, kitu cha ajabu sana, alikuwa ameandaa kaburi, amelitengeneza kwa gharama, kaburi la kitajiri. Unajua kuna mazishi aina tofauti tofauti, na sisi bwana hatusherekei mazishi, lakini mazishi yapo ya aina tofauti tofauti. Naomba tusome ili andiko pamoja. Want to go. Hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyu alimwendea Pilato akauomba mwili wa Yesu, ndipo Pilato akaamuru apewe. Huyu jamaa haionyeshi kwamba kuna stori zingine zinaendelea. Anasema tu yeye alipofika akauomba mwili wa nani? Mwili wa Yesu, na akapewa. Rudisha mstari wa 57. Anasema ilipokuwa imefika jioni, kagiza kameanza kuingia hivi. Anasema sasa sikiliza, mimi nauomba mwili wa bwana mkubwa. Sasa unajiuliza swali, huyu jamaa hakuonekana kote, lakini kule mwishoni alionekana. Na story ya Yesu hauoni kwamba, you see this story ya Yesu, unaona inaanza kwa aibu lakini inaisha kwa heshima. Angalia kwa mfano inaanzaje kwa aibu. Biblia inasema Yesu wakati anazaliwa, ikatokea kwamba vyumba vyote vya kukaa wageni vimeisha. Kwa Yesu alizaliwa, Yesu hakuzaliwa kwenye holi la ng'ombe. Tutofautishe. Yesu alizaliwa, alipozaliwa, I believe it was a labor room, and baada ya kuzaliwa sasa mtoto ndaka atolewe pale ili wengine wazalishwe. Sasa vyumba vya kulaza wageni vimefanya nini? Vimeisha, na pale Yerusalemu sio kwao. Kwa ndo yule mtoto akaenda akamlaza kwenye holi la ng'ombe. Walipomlaza pale, just think yourself, a Lord, Mungu amelazwa kwenye holi la ng'ombe. Ni kweli vyumba vimejaa, lakini ni tendo la aibu. Kila mtu ambaye amefika mbali ana mwanzo wa aibu, ana mwanzo ambao haufurahishi. Na mimi nawaza si kama Musa tu, naye Musa mwanzo wake ni wa aibu. Wamechinja wote,
wakatengeneza kisafina, watoto waliozaliwa wa kiume pale. Mfalme hataki wa Israeli wa Ibrania endelee kuzaliwa. Musa ametokea, amewekwa kwenye kikapu. Lakini stori ya Musa mwishoni ni kubwa sana. Nigeria kuna mzee mmoja anaitwa Enoch Adeboye. Enoch Adeboye ndio mchungaji anayeongoza kufanya ibada zenye mkusanyiko mkubwa zaidi duniani. I can say in the world. Dunia huwa inaficha tu. Yule akifanyaga annual convention wanakusanyika watu zaidi ya milioni 2. Do you understand me? Lakini shuleni alikuwa hana viatu. Sio kwamba hakuwa na viatu kwa sababu viatu havikuwepo. Hata ada yenyewe alikuwa hana. Nikajifunza kwamba kunakuwa na mwanzo wa aibu lakini mwisho wa heshima. Sio kama kuna mtu ananielewa. Amen. Huyu Yesu huyu alipitia tabu kama sisi, shida kama sisi kabisa. Wote wakubwa wewe ambao unawaheshimu sana walipita mwanzo mgumu kama wewe, walipita nyakati za maumivu kama wewe. Alafu sasa inafika mahali Mungu anawanyanyua kwa utukufu wake. Hebu rudisha kaandiko hapo mtumishi tuone. Maana hapo ndo tupoishia watu wa Mungu. Nikasema tutaanzia pale masaa. Kuna mtu anasubiri nianze kuhubiri, ndio nishaanza kuhubiri, naomba ukae. Naomba ukae. Want to go. Hata ilipofika jioni akafika tajiri wa Arimathaya. Si tusome pamoja, want to go. Hata ilipokuwa jioni akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Huyu tajiri wa Arimathaya naye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Mwanzoni wanaonekana maskini, wanaonekana watu wa kawaida tu, lakini mwishoni anaonekana mtu anaitwa tajiri wa Arimathaya. Kuna kitu cha kujifunza hapa, bila kujalisha mwanzo tulio nao, ila mwisho wetu ni mwisho wa heshima. Amen. Kuna mtu ananiona nikisema Amen. Bila kujalisha mwanzo ulio nao. Na ndio maana Biblia inasema usipozimia maana yake kuna ahadi ya ushindi, kuna ahadi ya utukufu, lakini usipozimia moyo. Amen. Hata ilipokuwa jioni akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Ilipofika jioni akauomba mwili wa Bwana. Anasema nauomba mwili wake. Nabii inasema Pilato hakuweza kuzuia, akaambia mchukue. Nabii inasema akamweka kwenye kaburi lake la thamani aliloliandaa kwa ajili yake, kaburi jipya. Na I will tell you kwa nini kende hapo mbele ndio inachoeleza. Unaweza kujiuliza kwa nini Yesu hakuwa na kaburi lake? Kwa sababu hakudesigniwa kukaa kaburini kwa muda mrefu. Ni hasara kuchimba kaburi afu mtu akae siku 3 tu, kaburi litafukiwa. Haleluya. Kwa hiyo Yesu hakudesigniwa akae kaburini. Kwa hiyo inabidi tu liazimwe kaburi la mtu. Kwa bahati mbaya aliyemwazima kaburi naye mwenyewe akakataa kuzikwa kwenye ile kaburi. But just see this. Huyu mtu alitenda hivi kwa Yesu na hakujua kwamba kwa kitendo hicho alichokifanya leo hii angekuwa nakumbukwa. Yusufu wakati anafanya hivi, sio kwamba alikuwa anajua kwamba Biblia itamwandika. Hakujua kama historia yake itatunzwa. Hakujua kwamba maisha yake yataandikwa kwa hiki kitu alichokifanya. He never know about that.
Watu wa Mungu kama mnanielewa sema amina. Amen. Watu wa Mungu kama mnanielewa sema amina. Amen. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba nipe neema. Naomba nipe neema ya kufanya mambo. Ya kufanya mambo. Na kutenda. Na kutenda. Kwa hekima. Kwa hekima. Kwa busara. Kwa busara. Na kwa utukufu wako. Na kwa utukufu wako. Sasa uondoe ile andiko mtumishi. Si unajisahau kwenye kazi yako. Sifurahishwi na wanaojisahau sahau. So kuna vitu unaweza kuwa unatenda haujui kama vinaandikwa. Sasa niko na package nzuri hapa na nzito. Nawaza nianzie wapi? Nafikiri tuendelee kwa tajiri wa Masai au tunasemaje? Hallelujah. I have a big package. So I'm looking. Naomba tuendelee hapa. So mwisho wa story ya mtu yeyote anayemcha Mungu ni heshima. Haijalishi. Lakini kiwa unamcha Mungu. Daudi anasema tangu nimekuwa kijana mdogo na sasa ni mzee, sijawahi kumwona mwenye haki ameachwa au watoto wake wakiomba chakula. Lakini Biblia inataka uvumilie mpaka mwisho. Usivunjike moyo wala usikate tamaa. Sasa jana niligusa kitu kidogo ambacho nataka nianzie pia nikigusia na hapa. So tuliona Yesu mwisho wake ule kwanza haukuwa mwisho, lakini katika fresh, yani katika mwili huu wa nyama wa kawaida huu wa sisi, huo ndio ulikuwaga ni mwisho wa Yesu hapa. So maana yake ni nini? Inatufundisha kwamba tuliona pale kibao kinabandikwa yeye ni mfalme wa Wayahudi. Tuliona heshima anayoipata pamoja na dhiaka nyingi. Baadaye anaenda napelekwa kaburini, afu baada ya siku 3 anafufuka. Na jana nikakuhusia kwamba kwani Yesu alipokuwa kaburini na msalabani alifanya nini? Tukaona Yesu alipokuwa kaburini na msalabani alienda kuzimu. So in the same time alikuwa msalabani and in the same time alikuwa kuzimu. In the same time alikuwa kwenye grave kwa mwili, in the spiritual realm alikuwa kuzimu. And we saw ya kwamba akiwa msalabani, kule msalabani ndiko alikotuhamisha. Naomba tuweke kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Tunaona pale msalabani, akiwa pale msalabani na akiwa kabulini akatuhamisha. Akatuhamisha kutoka wapi? Kutoka kwenye nguvu za giza. Akatupeleka wapi? Akatupeleka kwenye nguvu za Mungu. Leo nitakujengea concern nzuri sana that you are the son of God. Wewe ni mwana wa Mungu. Can we read together? 1 to go. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tutaendelea kusoma, tutasoma mistari mingi kidogo, but I want you to see this. Hiki kitendo Yesu alikifanya wapi? Hiki kitendo
Yesu alikifanya akiwa msalabani na akiwa kaburini. Ile ndo mission ambayo ilifanyika pale, na ndio maana utaona wakati Yesu yupo msalabani, miamba inapasuka, nchi inatetemeka, makaburi yanafunuka, yanawatoa wafu. Kwa nini wafu watoke? Kwa sababu ameshuka kuzimu, na kule it go beyond and beyond. Kwenye Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18 anasema akawahubiri, 19